Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Ndugu zangu wa Kiislamu, tunaendelea na silsila yetu ambayo kwa muda kidogo tuliiacha kwa sababu ya dharura, lakini tuna silsila ya kuzungumzia hadithi almarhalatul ula katika hadithu nabawi alkalimatu naqiya fi ahadithi khairil bariya, vilma vya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na tulikuwa tumefika katika hadithi ya 5. Kwa ajili hiyo tutaisoma hadithi ya 5 na kuieleza kwa ufupi katika maneno ya Mtume mtukufu wa daraja. Hadithi yatuambia Bwana Mtume za sallam asema, na ni katika hadithi zilizopokewa na al-Imamu al-Bukhari. Hadithi yasema, la akulu wa ana muttakiun. La akulu, Mtume asema katika tawadhui zake na katika shamaili zake, atuambia Rasulullah, la akulu, sili mimi, wa ana muttakiun, na hali ya kuwa mimi nimeegemea ama nimetegemea. Hadithi hii yatuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama yuwaonyesha tawadhu ya Rasulullah, kwamba ni mtume wetu alikuwa na tawadhu ya hali ya juu, alikuwa na unyenyekevu wa hali ya juu, kiasi cha kuwa hata kulikula na huku ametegemea ima ametegemea ukuta au ametegemea mkono au ametegemea mto, kwamba si katika tabia za mtu ambaye ni mnyenyekevu, ni katika tabia za watu wenye kibri. Wale almutakabbirun, watu wenye kibri ndio wenye tabia, wakati wanapokuwa wanakula katika chakula, basi huwa kuna sehemu ametegemea. Ima mtu itakuwa yuwala huku ametegemea ukuta, yuwala ama huku ametegemea mkono wake, yuwala ama huku ametegemea mto, au kuna sehemu ametegemea. Wale mutakabbirun, wale watu ambao wana sifa ya kibri, wenye kujiona, ndio hula na huku wametegemea. Mtume za sallam atuonyesha kwamba tawadhu miongoni mwa mtu kuonyesha kwamba yeye ni ana tawadhu, kuonyesha ni mnyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa adam iqbalihi ala dunia, na kule kuonyesha kwamba mimi dunia sikuielekea, yani kuonyesha kwamba dunia ameipa nyongo. Ndio pale Mtume za sallam anapokuwa yuwala kwa sifa ya unyenyekevu, inni la akulu muttakian, hakika yangu mimi sili hali ya kuwa mimi ni mwenye kutegemea. Ni sifa ya tawadhu na ni sifa ya watu ambao wameipa nyongo dunia. Ndugu zangu wa Kiislamu, kula na kutegemea kwanza si sifa nzuri, si sifa ya mtu mzuri. Pili, sifa hii ni sifa ya wale, kila mwenye kula huku ametegemea sehemu, basi sifa hii ni katika sifa ya watu, kwanza watu wenye kibri, watu wenye kujigamba na kujiona, wale wenye kibri ambao hawana tawadhu, hao ndio wenye sifa hiyo ya kula na kutegemea. Pili, ni sifa ya watu wenye kula sana. Mtu yoyote mwenye kula sana, kupakia sana katika kula kwake, basi utamuona hula akapakia mpaka ikafika sehemu sasa mguu mmoja hunu akauweka juu, mmoja chini, na mkono mwingine akategemea.
huku yuendelea kula, kwamba kile chakula kile kipate nafasi kujitenga kidogo, ile tumbo lake kuona nafasi nyingine, ili azidi kupakia na kuweka kile chakula. Ni sifa ya watu ambao kwamba wanakula sana. Mtume sallam ilikuwa sifa hiyo hana. Anapokuwa yuwaketi mtume haketi na hali ya kutegemea. Kwa hiyo kwanza kuna tawadhu kwake yeye, alafu pia ile sifa ya kula sana kwake yeye ilikuwa hana. Ndio tukaambiwa bihasabi luqaimat, kwa kiasi cha vijitonge mtu atakaniwa ale, bihasabi ibni adam luqaimatun yuqimna sulbahu, vijitonge tu mtu atakaniwa ale vijitonge tu, ambavyo vitonge vile vitasimamisha ute wake wa mgongo, vitampa nguvu za kuweza kufanya ibada na kuweza kufanya shughuli zingine ambazo zitamfanya yeye maisha yake ya kiulimwengu ende vizuri, ende mbio za kiulimwengu, awatafutie watoto riziki na mambo mengine. Lakini luqaimat, vijitonge. Na ndio maana katika yale maneno yao masahaba wanasema nahnu qaumun la naakulu hatta najua, sisi ni watu hatuli mpaka tuwe na njaa. Wa idha akalna, na tunapokuwa twala, la nashba, hatuli kushiba, hatuli tukapakia mpaka mtu sasa ametafuta ukuta ametegemea haswa na yuhala tu. La, hatuli hivyo. La naakulu hatta najua, hatuli mpaka tuwe na njaa. Wa idha akalna, na tunapokuwa twala, la nashba, hatuli kushiba. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, hadithi ya leo katika alkalimatu naqiya, hadithi yatuambia hadithi yasema, hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yasema inni la akulu wa ana muttakiun, hakika mimi sili hali ya kuwa ni mwenye kutegemea. Mtume ilikuwa katika shamaili zake na katika tabia zake ilikuwa hali na huku Bwana Mtume ametegemea, ima ukutani ametegemea, ima kwenye kiti ametegemea, ima kutegemea kwa mkono au ala wisadi kutegemea mto. Mtume ilikuwa hali anapowekewa chakula hali huku Mtume ametegemea. Tumaliza maneno yetu. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, mkiwa mwampenda Mwenyezi Mungu nifuateni mimi, yani tumfuate Mtume, Mungu atatupenda. Tumfuate katika kula kwake Rasulullah, kwa sababu ilikuwa Bwana Mtume akila hali na kutegemea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna mingi katika chakula Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akila ambayo yaonyesha tawadhu, unyenyekevu wa hali ya juu na adabu za kula kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Hadithi ya leo tumeizungumza hii. Mtume sallallahu atuambia la akulu wa ana muttakiun, mimi sili na hali ya kuwa ni mwenye kutegemea. Ndugu zangu wa Kiislamu, na sisi takaniwa pia tumfuate Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, tule kwa nidhamu, tule tusitegemee, kama vile alivyokuwa akila Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kwa haya machache na mengi tuliyozungumza, Mwenyezi Mungu atuwafikie kheri na tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.